Baada ya mahakama ya hakimu mkazi Kisutu kumwachia huru mfanyabiashara Niffer ambaye alikuwa akikabiliwa na tuhuma za uhaini kutokana na vurugu ambazo zilifanyika tarehe 29 mwezi wa 10 katika uchaguzi mkuu, amezungumza na waandishi wa habari baada ya kuachiwa. Katika mazungumzo yake, Niffer ameushukuru ofisi ya mwendesha mashtaka wa serikali DPP kwa kumwachia, lakini pia kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini akaelezea yale ambayo ameyapitia siku zote ambazo alikuwa akishikiliwa na kutoa hadithi ambayo ni hii hapa. Kwanza kabisa namshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Ni siku nzuri, mashallah. Nimerudi kuungana na familia yangu tena, na haikuwa safari rahisi, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila kitu. Kikubwa tu, mimi sina chama chochote cha siasa na wala sijihusishi na siasa kwa namna yoyote ile. Ni mwananchi tu wa Tanzania. Kwa hivyo hata wakati nafanya baadhi ya vitu ambavyo nilivifanya ambavyo vimepelekea mpaka mambo yote yameweza kutokea, baadhi ya vitu ni misunderstanding tu, lakini mimi sipo kabisa katika siasa. Ila namshukuru Mungu kwamba uchunguzi umefanyika sehemu tofauti tofauti na msamaha umeweza kupita wa Mheshimiwa Rais. Vitu vimeweza kuwa vyepesi na leo niko nyumbani. Lakini zaidi ya yote nishukuru mamlaka zote na nimshukuru sana mamangu kipenzi. Nilipata taarifa nikiwa ndani, bado sijapata nafasi ya kuona vyote maana ni vingi. Mimi mwenyewe akili yangu kwa sasa hivi bado I'm not in a mood to explain so much about anything. Lakini tu nimshukuru mamangu kwa vyote alivyofanya, kwa namna alivyonipigania kama mzazi, familia yangu kwa ujumla, marafiki zangu na Mheshimiwa Rais. Yaani kwa kifupi sina mengi ya kuongea. Sina mengi ya kuongea, ila nashukuru Mungu niko nyumbani, nimerudi salama. Ni hivyo tu. Labda kama mamangu ana kitu cha kuambia, lakini zaidi ya yote niwashukuru pia Watanzania ambao waliweza kufika magereza, ambao walifanya chochote kwa nafasi yao, walioniombea salamu nilikuwa napokea tofauti tofauti. Nawashukuru sana kwa upendo wenu. Lakini pia watu wengi huwa tukienda kutoa misaada, tunatoa tu misaada kwa watoto yatima. Ila misaada inaweza ikapelekwa hata magereza. Kwa hiyo kwa watu mtakaopata nafasi, pelekeni misaada magereza. Pampers za watoto, pedi za mama, maziwa, kuna watoto wachanga kule, ndala, nguo, haya mabaibui, madera, kila kitu pelekeni kule misaada. Mnaweza mkaenda kama familia, kama kikundi. Hilo ndo kubwa ambalo mimi nimeliona kwanza la muhimu zaidi, kwa sababu kwa kwenda kule nimejifunza sana kushukuru. Allah amenifundisha kushukuru. Kuna vitu vingi tunavifanya, unakuwa huru kama hivi, unaona tu ni kitu cha kawaida, ni vitu ambavyo we take for granted. Lakini uhuru, yani thamani ya uhuru ni kubwa sana. Thamani ya amani ni kubwa sana. Unapokuwa uwezi hata kugusa simu, uwezi hata kwenda sehemu chooni peke yako mpaka mtu akutizame unafanya nini. Sio maisha mazuri. Vurugu hizi, kuna vitu vikao vinatokea vya vurugu. Unakuwa wewe unajiangalia tu wewe kama wewe kwa vibe zako na miemko yako, lakini kule magereza kuna watu kwa vurugu tu kutokea, wao tarehe zao za mahakamani zinasimama, upelelezi unashindwa kuendelea. Kwa yani vitu vinakuwa vinasimama, vitu vingi vinasimama. Kwa mimi nawashukuru tu wa Tanzania kwa kuzungumza lolote zuri kuhusu mimi. Namshukuru mama yangu, nashukuru familia yangu, nashukuru waandishi wa habari, mmekuepo kuanzia siku ya kwanza naenda mahakamani mpaka leo natoka. Mimi sina mengi, na hisi nikiongea sana nitachanganya mambo, lakini tu namshukuru Mwenyezi Mungu. Na kubwa nataka tu nitoe hii hadithi moja kwa mtu ambaye yuko nyumbani anapitia wakati mgumu. Akikumbuka hii hadithi itamsaidia. Kwa sababu wanasema sisi Waislamu tunaamini khairi na shari zote zinatoka kwa Mwenyezi Mungu. Hapo zamani kulikuwa kuna mfalme mmoja. Huyo mfalme alikuwa anafanya kazi zake, alikuwa na kijakazi wake. Kwa bahati mbaya akajikata kidole. Alivyojikata kidole, yule mfalme akamwambia mfanyakazi wake, nimejikata kidole.
Yule mfanyakazi akamwambia mfalme, ni heri yako. Mfalme akasema, kwa nini huyu ananiambia mimi ni heri yangu wakati mimi nimejikata kidole? Akamchukua yule jamaa akamfunga, akamweka ndani. Mfalme akawa ametoka ameenda kwenye mambo yake, akakutana na wachawi. Alipokutana na wale wachawi wakamchukua wakataka kumtoa kafara. Walipotaka kumtoa kafara, yule mkuu wa makafara akamwambia, huyu hatuwezi kumtoa kafara kwa sababu hajatimilika, sio binadamu kamili, kwa sababu vidole vyake havijakamilika. Kwa ile ndio ikawa pona yake. Akaondoka, akaachiliwa. Akarudi tena kwa yule mfanyakazi akiwa yani anaumia kwamba kumbe ndio maana aliniambia ni heri yangu. Akaenda kumwambia yule mfanyakazi, kwa nini sasa uliniambia ni heri yangu? Wewe heri yako ni ipi? Akamwambia, heri yangu mimi ni kwa sababu nilivyokuambia vile umeniacha huku ukaondoka peke yako. Ina maana kama tungeondoka pamoja, wewe badala ya kukuchukua wewe wangenichukua mimi ambaye nimekamilika. Sisi tunaelewana jamani. Kwa hiyo kwenye kila jambo unatakiwa kushukuru. Hiki kitu ambacho Mungu amenipitisha, najua amenipitisha kwa ajili ya vijana wenzangu. Kuna vitu ambavyo tunavifanya kwenye maisha yetu ya kila siku, tunaviona ni vitu vya kawaida, lakini kidogo tu kikosea kinakupeleka gerezani. Kwa mimi najua nitakuwa balozi mzuri wa vijana wenzangu kuweza kulinda mienendo yetu. Tunaishije, tunafanyaje, tunaepuka kipi, tunafanya kipi kwa wakati sahihi. Yaani hilo mimi nani mjiandae huko, vijana wote mnaoniangalia mimi kama mfano. Yako makosa mengi ambayo tunayafanya kwenye maisha yetu ya kila siku tunaona ni kawaida, lakini kimsingi ni vitu vikubwa sana. Kwa mimi niishie tu hapo, na mkipata magumu msilaumu sana. Mwenyezi Mungu anayo sababu kwa kila kitu. Hakuna kitu kinatokea duniani bila idhini yake. Kwa kama mama yangu ana lolote la kusema, kabla mama kuongea, unaielezeaje hatua ya msamaha ambao Mheshimiwa Rais alitoa kwenu? Na je, siku unakamatwa ukiwa Oysterbay mpaka siku unapelekwa Mamlaka, uliamini kwamba kuna siku utakuja kuwa huru kama sasa ambavyo unaongea? Siku yani sikuwa na yani unajua yani sio hata nisemaje. Yani sio hata nisemaje yani. Hakutegemea basi. Pole. Hakutegemea nadhani ndio maana anajua. Sasa anaongeleaje msamaha ambao umefanya kwa maagizo ya rais kwenda kwa DPP? Mshukuru rais. Mimi sina la kusema zaidi ya kumshukuru Mheshimiwa Rais, DPP na wote walioshiriki kwa kusaidia sisi kuweza kutolewa.